manufaa ya jeshi letu, manufaa ya shirika letu la SUMA JKT, tunavizindua hivi vifaa ili viweze kuongeza tija katika shughuli tunazozifanya. Naam, hili ndilo eneo maalum ambalo limeandaliwa kwa ajili ya shughuli ya uzinduzi wa matrekta pamoja na magari na pikipiki vya SUMA JKT, ambapo mkuu wa Jeshi la Kujenga Taifa na afisa mtendaji mkuu wa shirika la uzalishaji mali la Jeshi la Kujenga Taifa atakuwa hapa kwa ajili ya kufanya shughuli hii ya uzinduzi wa vifaa hivi kwa ajili ya kulipeleka SUMA JKT kuwa katika hali ya kisasa zaidi kutokana na vifaa ambavyo vitakwenda kuzinduliwa siku hii ya leo hapa makao makuu ya SUMA JKT Mlalakuwa jijini Dar es Salaam. Ambatana nami Sajini Jamila Mutabazi katika kupata yale ambayo yanaendelea katika uwanja huu. Taarifa fupi ya uzinduzi wa zana za kilimo mkakati, magari ya SUMA JKT Gari Limited, kampuni ya usafi pamoja na uwekaji wa jiwe la msingi, kiwanda cha taa SUMA JKT Skyzone. Jeshi la Kujenga Taifa pamoja na shirika lake la uzalishaji mali la JKT SUMA JKT limekuwa likitekeleza shughuli na majukumu yake mbalimbali, ikiwemo mafunzo pamoja na malezi ya vijana, uzalishaji mali pamoja na shughuli za kiulinzi. Jeshi la Kujenga Taifa limeanza kutekeleza mpango wake wa kujilisha kwa kuanzisha kilimo cha kimkakati katika maeneo mbalimbali ya vikosi kwa ajili ya kujitosheleza kwa chakula, hasa kulisha vijana wanaohudhuria mafunzo ndani ya Jeshi la Kujenga Taifa. Lakini pia vile vile SUMA JKT ni shirika ambalo limekuwa likitekeleza jukumu lake la msingi la kuchangia gawio ndani ya Jeshi la Kujenga Taifa katika kusaidia kutekeleza majukumu yake pamoja na mambo mengine. Taarifa fupi ya uzinduzi wa zana za kilimo mkakati. Kwa hiyo hapa nitaelezea kwenye kila kimoja, na sasa nitaomba niwapitishe kwenye upande wa zana za kilimo ambazo zinakwenda kuzinduliwa muda si mrefu. Jeshi la Kujenga Taifa katika kuhakikisha linafikia malengo yake katika utekelezaji wa mpango mkakati wa kilimo katika kujilisha na kujitosheleza kwa chakula, limekuwa likitumia zana bora na za kisasa katika kilimo. Ikumbuke kwamba kamati ya kilimo mkakati iliundwa mnamo mwaka 2019 na ilianza kilimo chake cha dharura, na baadaye kuja na mpango wa miaka 5 ambao ulianzia msimu wa 2021 mpaka 2024 2025. Sasa kuelekea kukamilisha mpango huo, basi eneo mojawapo ilikuwa ni kuhakikisha kwamba zana bora za kisasa zinapatikana ili kuweza kuongeza uzalishaji wa mazao hayo. Kwa hiyo kamati hiyo ambayo iliundwa iliweza kusimamia kwa vitendo utekelezaji huo wa mpango mkakati, na nyote ni mashuhuda. Zoezi la uzinduzi sio mara ya kwanza, tumeshazindua katika viwanja hivi matrekta pamoja na zana zake ambazo ziko zinafanya kazi katika vikosi vya Jeshi la Kujenga Taifa. Katika kuhakikisha utumiaji wa zana bora za kisasa katika kilimo, JKT limenunua matrekta na zana zake zenye jumla ya thamani ya shilingi milioni 717,660,840 ambazo leo hii afande mgeni wetu rasmi mkuu wa Jeshi la Kujenga Taifa na afisa mtendaji mkuu wa shirika tutaomba utuzindulie, na kwa haraka niwape mchanganuo wa matrekta na zana zake. Matrekta mawili ya New Holland ambayo yana ukubwa au horsepower 223. Matrekta hayo yanafanya kilimo kwenye mashamba makubwa kutokana na uwezo wake.
Lakini zana nyingine ambazo zimeambatana na matrekta hayo, tutakuwa tuna disk harrow ambazo zenyewe zitakuwa zina diski 18. Hizo zinatumika mashambani baada ya kulima. Sasa zenyewe zinakuja kusawazisha ule udongo ili kupata udongo tikitiki. Lakini pia vile vile kuna seed drill, hiyo iko moja na row 10. Hiyo yenyewe ni kwa ajili ya kuweka mbegu pale shambani. Lakini kuna chizo cultivator, ziko idadi mbili. Kwenye maeneo ambayo yana ardhi ngumu inatumika. Mtaona pale wakati wa uzinduzi, yenyewe ni kazi yake kuchora mistari na yenyewe na row 12. Kwa hiyo ikipita shambani inatengeneza mistari 12 kwa ajili ya upandaji. Lakini pia kuna boom sprayer ambazo zina ujazo wa lita 600. Yaani lita 600 zinaingia kwa mara moja. Na ina ukubwa wa upana wa mita 18. Hizo na zenyewe ziko mbili kwa ajili ya mashamba yetu. Lakini kuna fertilizer spreader. Hii ni kwa ajili ya kuwekea mbolea mashambani. Hizi na zenyewe ziko pisi mbili. Lakini pia kuna rotavator. Rotavator ziko pisi mbili. Hizi zenyewe zinatumika hasa katika mashamba ya mpunga. Tunafahamu kwamba mashamba ya mpunga maji yanaingia mengi, kwa hiyo udongo wake unakuwa mteke sana. Kwa hiyo kwa kutumia rotavator inakwenda kuchakata ule udongo, unakuwa katika namna nzuri na inaweza kusaidia kuhakikisha kwamba mbegu zile za mpunga zinapandwa bila tatizo lolote. Kwa hiyo kwa kifupi, kwenye upande wa zana za kilimo ndio hizo, na hizi zitakapozinduliwa mtaweza kuziona. Lakini eneo jingine ambalo nalitolea taarifa ni juu ya uzinduzi wa magari na pikipiki za Suma JKT Guard Limited pamoja na gari la usafi la Suma JKT Cleaning and Fumigation. Kwa hiyo afande mgeni rasmi, magari pamoja na pikipiki za kampuni tanzo ya ulinzi ya Suma JKT Guard Limited na gari la kampuni ya usafi na unyunyizi wa dawa za kuua wadudu yani Suma JKT Cleaning and Fumigation yalonunuliwa na ambayo tutaomba utuzindulie leo, yamegharimu jumla ya shilingi milioni 393,610,000 kwa mchanganuo ufuatao. Kianzia na kampuni ya ulinzi Suma JKT Guard Limited, magari idadi 7, na magari hayo yanajieleza yenyewe. Kuna ambulance 3, lakini kuna gari jingine Alphard la utawala, na kuna magari mengine ambayo yatatumika aina Hiace, yatatumika kwa shughuli mbalimbali za ulinzi, kupelekea jumla magari 7. Na magari yote hayo yamegharimu jumla ya shilingi milioni 220. Lakini pia vile vile kulingana na nature ya shughuli za ulinzi, wakati mwingine pikipiki huwa zinatumika hasa kwa wale viongozi kwa ajili ya kuweza kuzungukia malindo. Kwa hiyo pikipiki idadi 9 ambazo zote kwa pamoja zina jumla ya thamani ya shilingi milioni 23,850,000. Afande mkuu wa Jeshi la Kujenga Taifa, ununuzi wa magari haya 7 na pikipiki idadi 6 unafanya kampuni ya ulinzi ya Suma JKT Guard Limited kumiliki jumla ya magari 48 na pikipiki 111 hadi sasa. Kwa hiyo utaona afande, wakati kampuni hii tanzo ya ulinzi inaanzishwa ilikuwa haina magari kama hivi ilivyo, lakini kutokana na juhudi za uongozi wako wewe, juhudi za afisa mkurugenzi mtendaji pamoja na mkurugenzi wa Suma Guard, wameweza kuhakikisha kwamba kuona magari yanapatikana na kuweza kurahisisha kazi za ulinzi. Vyombo hivyo vya moto afande vitaongeza ufanisi wa utendaji kazi kwa kampuni ya shirika kwa ujumla nchi nzima. Sote tunafahamu kwamba tayari kampuni hii imeweza kujitanua na ina vituo vya ulinzi karibia nchi nzima Tanzania. Afande, kwa upande wa kampuni ya usafi na unyunyiziaji dawa za kuua wadudu Suma JKT Cleaning and Fumigation, gari hilo la usafi idadi 1 lipo hapa lenye thamani ya shilingi milioni 149,760,000. Gari afande ambalo utakwenda kulizindua
litafanya kampuni kufikisha jumla magari idadi 3. Kampuni hii ilianza kununuza gari moja na baadaye kaja kaongeza gari nyingine, na sasa wameongeza gari hilo. Kwa hiyo watakuwa na magari 3 pamoja na pikipiki idadi 4. Hadi sasa mradi huu umefanikiwa kutoa ajira kwa vijana wa Tanzania wapatao idadi 1500, ikiwemo vijana waliopitia mafunzo ya Jeshi la Kujenga Taifa. Kwa hiyo afande, kwa kampuni tanzu hizi za SUMA JKT unaona pia zinakwenda kutoa ajira, sio tu ikiwalenga vijana ambao wanamaliza mafunzo yao ya kujitolea, lakini pia na Watanzania wengine. Afande, nikienda kwenye kiwanda cha taa SUMA JKT Sky Zone Company Limited ambacho umetoka kuweka jiwe la msingi hivi punde, ni kwamba kiwanda cha taa yani SUMA JKT Sky Zone Company Limited ni mradi wa pili unaowekewa leo jiwe la msingi kati ya miradi 5 ambayo kwa maelekezo yako ulielekeza ikamilike kabla ya mwisho wa mwaka, yani hadi ifikapo Desemba 2021. Kwa hiyo katika kutekeleza yale maagizo sasa, mradi wa kwanza ambapo mnamo tarehe 29 Oktoba mradi ule wa kiwanda cha mabati pale Dodoma, afande uliweza kutuwekewa jiwe la msingi, na sasa leo hii tarehe 4 mwezi wa 11 mwaka 2021 unatuwekea tena jiwe la msingi katika kiwanda cha taa ambacho kipo hapa katika viwanja vyetu vya Mlalakuwa. Afande, kiwanda kina ubia kati ya SUMA JKT na Everlight Africa Company Limited ambapo tarehe 26 Oktoba mwaka 2018 ulisainiwa mkataba wa ubia wa kuanzisha kiwanda cha kutengeneza taa za barabarani zenye kutumia mfumo wa lighting emitting diode za umeme wa kawaida na umeme wa jua. Thamani ya uwekezaji katika kiwanda hiki ni sawasawa na dola za Kimarekani milioni 5.6 ambazo ukizipeleka kwenye fedha za Tanzania ni jumla ya shilingi bilioni 12.9 ukiziconvert. Ujenzi wa kiwanda ulianza rasmi tarehe 20 Aprili mwaka 2019 na kumalizika tarehe 30 Agosti 2019. Kwa sababu hicho kiwanda kinajengwa katika namna mbili. Kwanza kujenga jengo lenyewe kwa maana structure, lakini pili sasa kuja kuweka machines ambazo zitatumika moja kwa moja katika uzalishaji wa hizo taa. Baada ya kukamilika kwa ujenzi wa kiwanda na maabara, taratibu za kuagiza mitambo na vifaa ulifuata, ambapo tarehe 29 Desemba mwaka 2019 tulipokea mitambo na vifaa vyenye thamani ya dola za Kimarekani 222,000 ambazo ni sawasawa na Tanzania shilingi milioni 511,710,222. Afande mgeni rasmi, mkuu wa Jeshi la Kujenga Taifa, kwa kiasi kikubwa mlipuko wa ugonjwa wa uviko 19 uliathiri ukamilishwaji wa kiwanda hiki, kwani wataalamu tuliokuwa tunawategemea kuja nchini mapema kwa ajili ya kufunga mitambo ya kiwanda walishindwa kufika kutokana na nchi nyingi za Afrika na dunia kwa ujumla kufunga mipaka yao. Ilituchukua takriban miezi 21 bila kufanya chochote tangu kulipuka kwa ugonjwa huu wa uviko 19. Baada ya masharti ya kufungwa kwa mipaka kurejezwa katika baadhi ya nchi za Afrika, mnamo tarehe 15 Septemba mwaka huu 2021 tulipokea wataalamu wawili kutoka Algeria ambao tuko nao hapa, na tarehe 16 Septemba 2021 walifika SUMA JKT makao makuu. Mpaka sasa ufungaji wa mitambo kiwandani umekamilika kwa 90% na maabara kwa 60%. Ifikapo tarehe 10 Desemba mwaka 2021 kiwanda kitakuwa kimekamilika katika mifumo yake yote, kwa sababu kuna baadhi ya vifaa vinahitajika ili sasa kuweza kukamilisha, hasa upande wa maabara, kuweza kukamilisha hizo 40% zilizobaki. Mwisho, afande mgeni rasmi, mkuu wa Jeshi la Kujenga Taifa, baada ya kusema haya machache, nikuombe kwa ridhaa yako nikukaribishe
shirika letu BASUMA JKT tunavizindua hivi vifaa ili viweze kuongeza tija katika shughuli tunazozifanya. Mtuwepo hapa angalau tuguse tu kina nini tuone ndio kama kuna jiwe la msingi la jengo la Gaizon Company Limited limewekwa na Meja Jenerali Rajabu Nduku Mabele, mkuu wa Jeshi la Kujenga Taifa na afisa mtendaji mkuu wa BASUMA JKT tarehe 4 Novemba 2021. Nadhani hawajakosea. Awali ya yote napenda kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema kwa kutujalia uzima na kutufikisha siku hii ya leo kwenye tukio hili hapa tunapozindua vifaa vyetu kwa ajili ya kufanyia kazi. Pili, napenda kutoa pongezi na kuwashukuru hasa mwenyekiti wa kilimo mkakati Brigedia Jenerali Hassan Mabena, mkurugenzi BASUMA JKT, leo tunaye msaidizi wake ni Deputy Executive Director wa BASUMA JKT, wajumbe wote wa kilimo mkakati na watendaji wote kwa maandalizi mazuri ili kuweza kufanikisha kwamba shughuli yetu ya leo ya kuvizindua hivi vifaa vyetu. Ni utaratibu tu ambao tumekuwa tukiufanya mara kwa mara. Kila eneo lina utaratibu wake. Sisi kama JKT tunaponunua kifaa kipya tunakibariki kabla hakijaenda kufanya kazi. Jambo kama hili linafanyika makanisani vile vile.
wanaponunua kifaa kipya kwa ajili ya kutumika kwenye nyumba ya Bwana, huwa kinawekewa wakfu, kinabarikiwa kwa ajili ya kutumika. Na sisi tumebariki vifaa vyetu ili viweze kuingia kwenye shughuli, kwenye uzalishaji. Niwashukuru sana na niseme hongereni sana. Sasa kama ilivyoelezwa katika taarifa fupi, JKT imeanzisha kilimo mkakati. Lengo la kilimo hiki mkakati ni kwamba ifikapo mwaka 2025 tuwe tuna uwezo wa kujitegemea chakula, tuweze kuwalisha vijana wetu kwa chakula wanachozalisha wenyewe bila kutegemea fedha kutoka serikalini. Hiyo ndio lengo letu na ndio mkakati wetu. Kwa hiyo tumeanzisha vifaa hivi, kama mlivyoviona ni vya kisasa kabisa. Siku za nyuma tulikuwa tunatumia wingi wa vijana tulionao ndio wanaingia shambani, lakini sasa hivi tunatumia technology. Trekta moja linaweza likafanya kazi ya vijana 1000 kwa wakati mmoja. Kwa hiyo tunaendelea, tuna advance. Kwa hiyo kile kitu mazao yaliyokuwa yanazalishwa na kwa kutumia binadamu kawaida, yani vijana wale walikuwa wanaingia shambani kulima, na kwa kutumia mashine, kutumia technology, tunaamini tutazalisha mara 10 ya ile tulikuwa tunakizalisha wakati ule. Kwa hiyo hayo ni maendeleo. Maendeleo siku zote unawaza kitu kizuri zaidi ili uweze kufanya vizuri zaidi. Huyo ndio mtu anayesema kwamba anaendelea, anazidi kukua. Kwa hiyo lengo letu ni kukua kutoka pale tulipokuwa kwa mwanzoni twende mbele zaidi. Hatuwezi kusema tunataka 2025 tuwe tuna uwezo wa kujilisha sisi wenyewe kwa kutumia jembe la mkono. Lazima technology itumike. Aidha, ununuzi wa magari na pikipiki ni swala muhimu sana, na bila shaka tutaongeza ufanisi wa utendaji katika kampuni zetu, kampuni ya Cleaning and Fumigation na kampuni ya Sumagadi. Huu ni mwanzo tu. Kama mlivyosomea taarifa, Cleaning and Fumigation wanafanya kazi zao katika manispaa zilizoko Dar es Salaam. Wanasafisha jiji. Na vile vile kule Dodoma wanasafisha ile stendi kuu pale Dodoma, stendi ya kisasa kabisa. Wao ndio wanashughulika na usafi katika eneo hili. Sasa ili usafi huu ufanyike vizuri na kwa ufasaha, ni lazima vifaa viwepo. Na ndio kama mlivyosikia taarifa ya manager wa mradi wa fumigation na cleaning, lengo lake ni kwamba anataka kununua magari mazuri zaidi ambayo yataweza kuchakata zile taka ngumu zinapoingizwa kwenye yale magari, zinachakatwa zinaingia katika state nyingine. Hiyo ndio kukua. Kwa hiyo mimi niendelee kusisitiza kwamba mawazo hayo mazuri tuendelee kuyaenzi na tufanye kile tunachofikiria, tufanye kile tunachowaza na ambacho kitasaidia shirika letu kusonga mbele. Sumagadi wana magari mengi sana. Huu ni muendelezo. Tumeshazindua magari, tumeshazindua pikipiki kwa wingi, lakini sasa wanakuja na huduma mpya, huduma ya ambulance. Watakuwa wanatoa huduma ya ambulance. Kwa hiyo nishukuru sana. Nimefurahi kuona vyombo vya habari vingi vipo hapa siku ya leo. Kwa maana magari ili ambulance zilizozinduliwa, hii huduma mpya iliyoanzishwa na Sumagadi itaweza kutangazwa ya kutosha, na Watanzania wengi watajua kabisa kwamba tunatoa huduma ya ambulance. Ni huduma ambayo itatolewa kwa ufasaha, itatolewa kitaalamu na kwa bei nafuu kabisa.
Kwa hiyo nitoe rai kwamba Watanzania wote wenye kuhitaji huduma hiyo wanakaribishwa. Uzinduzi tumeweka jiwe la msingi kiwanda cha taa Suma JKT Skyzone. Kiwanda kile tuliingia MOU na kampuni ya Everlight Africa kutoka Algeria tangu mwaka 2018. Ujenzi ulianza mwaka 2019 na tulitarajia mwezi wa 7 mwaka huu tulikuwa tuanze uzalishaji kwa ajili ya kuzalisha taa za LED ambayo ingekuwa ni mkombozi kwa Watanzania, taa za mabarabarani. Lakini bahati mbaya, kutokana na mlipuko wa uviko 19 COVID-19, nchi nyingi zilikuwa na restriction za kusafiri. Wataalamu wetu walikuwa na mitambo ilikuwa inatoka nchini China. Kwa hiyo ilihitaji wataalamu kutoka China kuja kufunga mitambo hapa. Namna ya kusafiri kutoka China ilikuwa tatizo. Lakini tumshukuru Mwenyezi Mungu, tarehe 15 mwezi Septemba 2021 tulipokea wataalamu wawili kutoka nchini Algeria, ambapo kuna tawi lingine la Skyzone. Kuna tawi la kampuni ya Everlight Africa ambao tuko ubia nao. Kwa hiyo tuliweza kuongea nao, na bahati nzuri masharti ya kusafiri katika nchi yao kidogo yalikuwa yamelegezwa. Kwa hiyo waliweza kuwasili nchini na wameanza kuassemble mitambo ambayo iliwasili almost mwaka mmoja uliopita siku za nyuma. Tangu mwaka jana mitambo hii iliwasili nchini, lakini ikashindwa kuwa assembled kwa sababu ya mazingira hayo, kwamba wataalamu walishindwa kufika nchini. Kwa taarifa walionipa wataalamu, shughuli ya usimikaji wa mitambo ile ya kuassemble iko zaidi ya 90%. Na wana uhakika kwamba kufika tarehe 10 Disemba kazi yote ya kusimika mitambo itakuwa imekamilika, na hivyo wataanza kazi ya kufanya mafunzo. Wao ndio watakaofundisha wataalamu wetu watakaokuwa wanafanya kazi kwenye kiwanda kile. Kwa hiyo ishara, Mungu akijalia, mwanzoni mwa mwaka ujao, Januari, Februari, Machi, kiwanda kile kitafunguliwa na kitaanza kutoa huduma kwa ajili ya kuzalisha taa za LED. Kiwanda kile kitakuwa ni mkombozi kwa Watanzania. Bei za taa zile ambazo zinaagizwa nje ya nchi zitauzwa kwa bei ambayo ni rafiki kwa Watanzania. Kwa hiyo tutegemee kupata nafuu kubwa ya bei ya zile taa za LED, na hasa hizi taa za mabarabarani kutoka Suma JKT Skyzone Company Limited. Aidha, nichukue nafasi hii tena kupongeza juhudi zinazofanywa kuimarisha kampuni zetu za shirika la Suma JKT. Nimpongeze mkurugenzi mtendaji na timu yake ili kwa ajili ya kufanikisha ununuzi wa magari mbalimbali, pikipiki na vifaa vingi ambavyo vinanunuliwa kwa ajili ya kuhakikisha tu kampuni zetu zinafanya vizuri. Na hiyo ndio lengo letu kama JKT na Suma JKT kwa ujumla. Kwa mara nyingine tena naomba kuwashukuru watendaji wote kwa kufanikisha shughuli ya leo. Pia nitoe shukrani za dhati kwa wageni wote waalikwa pamoja na wanahabari waliotoka sehemu mbalimbali, wengine wamesafiri kuja kuungana na sisi katika tukio hili la leo. Mwisho ni waombe tu, kitu chochote ukikitunza kitadumu. Magari
haya yaliyozinduliwa leo, pikipiki, vifaa vya kilimo, inahitaji kufanyiwa ukarabati wa mara kwa mara pale inapoonekana tatizo dogo limetokea. Ukiliacha dogo linakuwa kubwa. Gari isipofanywa service, hata kama ni mpya, italeta tatizo, baadaye haitadumu. Kwa hiyo mimi rai yangu kwa watendaji watakao kuwa na vifaa hivi, sense of responsibility ni muhimu sana. Wawe responsible na hivyo vitu watakavyokuwa navyo, hivyo vitu watakavyokuwa wanavitumia, ili vidumu na viendelee kuleta tija kwa shirika, kwa JKT na hatimaye kwa taifa zima. Baada ya kuongea hayo machache, nirudie tena kuwashukuru sana. Niwashukuru waalikwa wote, wanahabari, narudia kuwashukuru tena kwa mara nyingine. Ninaamini haya yaliyotokea leo Watanzania watayaona, na wakishaona watakaribia, na wakikaribia watapata huduma zilizotukuka, huduma bora kabisa kutoka JKT na Suma JKT. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Mtazamaji wa Ulinzi Channel, hivi ndivyo ambavyo mkuu wa Jeshi la Kujenga Taifa Meja Jenerali Rajab Mabele leo hii hapa Mlalakuwa jijini Dar es Salaam ameweza kuzindua mitambo hii, mashine mbalimbali za kuweza kuendeleza kilimo, ambapo ni kilimo ambacho kinawafanya Jeshi la Kujenga Taifa kuendelea kufanya kilimo cha kibiashara zaidi. Nikiripoti kutokea hapa Mlalakuwa, makao makuu ya Suma JKT Dar es Salaam, mimi ni Sajin Jamila Mutabazi, Ulinzi Channel.